Shena Mtito TV. Shena Mtito TV. Shena Mtito TV. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Leo niko sehemu ambapo panaweza kubadilisha muonekano na taswira yako kwa sasa. Niko hapa JNR Mtita Unisex Saloon. Sasa tumalize kwenye swali la mwisho kwa upande huo. Bodi ya ligi, yani mamlaka husika kama bodi ya ligi TFF kwenye swala hili inaweza ikapata ukomavu wowote labda? Wanaweza kupata ukomavu kama wakiamua. Ingawa sio swala la kwanza kutokea ambalo linaonekana kama vile wao ndio ambao wamesababisha hizi changamoto. Kwa hiyo swala la wenyewe kujifunza au kutojifunza litabakia kwao, lakini haya mambo yamekuwa yatokea kwa mara ya kwanza. Kuna dabi iliahirishwa, kabla ya dabi kuna dabi iliahirishwa miaka kadhaa iliyopita. Sio kaona kumbukumbu nzuri. Msimu wa 2021. Yes, na ilikuwa ni masuala haya ya kikanuni kwa sababu nakumbuka ile Yanga walichokuwa wanakipigia kelele ni kwamba muda wa kubadilisha muda wa mechi kuchezwa kikanuni kwa muda ule ulikuwa hauruhusu. Kwa sababu kwa kanuni zetu nadhani ni masaa 24 kabla ya mchezo. Muda kama mechi ilikuwa saa 10 wanataka ichezwe saa 11 ndio muda wa kubadilisha huo hapo. Sio kama unaelewa. Kwa hiyo Young Africans walisimamia hapo. Lakini bodi ya ligi walitoa taarifa masaa machache kabla ya mchezo kucheza kwamba mchezo umesogezwa mbele kwa masaa kadhaa. Kitu ambacho Yanga wakawa wamekataa. Simba walienda uwanjani of course, lakini hamna kitu ambacho kiliendelea. Kwa hiyo unaona ni masuala ya kikanuni kipindi kile yalikuwepo na sasa hivi yametokea masuala haya ya kikanuni. Kwa hiyo swala la wao kujifunza itatokana na wao wenyewe, utayari wao kwanza wa kujifunza. Lakini mimi inanipa mashaka kutokana na kwamba sio mara ya kwanza hivi vitu kutokea. Sio kama unaelewa. Kwa hiyo kuna namna fulani ambavyo mimi sometimes nikijiuliza huwa nahisi labda ili mambo yaweze kwenda sawa sawa kwenye mpira wetu, kuna watu wengi sana wanapaswa kutolewa sadaka. Kutokana na kwamba watu ambao wapo kwenye mamlaka sasa hivi inaonekana kama tayari wamekwisha kushindwa kutuongozea mpira wetu. Sio kama unaelewa. Kutokana na kwamba vitu ambavyo vinaweza kuamriwa kikanuni vinashindwa kuamriwa kikanuni, na wao wenyewe wanatoka nje kutuambia kwamba kuamua kikanuni wameshindwa. Kwa sababu kama utakuwa na kumbukumbu nzuri, mwenyekiti wa bodi ya ligi alizungumza kwamba sometimes busara inatakiwa itumike. Busara inatumika kwa Simba na Yanga peke yake. Msimu huu kuna team championship huko imepokonywa alama nyingi sana, alama 15 nadhani walishindwa kufika kwenye kituo. Na wale walishindwa kufika kwenye kituo kutokana na kwamba walikuwa hawana pesa ya kusafiria. Hapo ndipo ambapo labda busara ingetumika, lakini haitumika busara, zitumika nini? Sheria. Kwa hata sasa hivi zitakiwa zitumike sheria. Kwa hiyo kuna namna fulani ambapo ukiangalia unaona watu ambao wanatuongozea mpira kuna changamoto fulani ambazo zipo, lakini wote tunatamani kuona mpira wa miguu ukichezwa, na hata mimi natamani kuona hiyo dabi ya Simba na Yanga inachezwa kiwanjani na mtu anapatikana mshindi kwa kupitia alama tatu ambazo mtu atazivuna pale kiwanjani. Sawa. Njema, tumalizie kwenye kimataifa kidogo kwa sababu tunaona Sports Club Simba wako kule wamesafiri kwenda Misri, wana mechi ya robo finali dhidi ya Al Masry. Lakini swali kubwa tukienda direct, golikipa Aishi Manula jana alionekana kwenye mbao, ina maana yuko tayari kiafya kucheza, lakini kwenye kikosi ile squad ya wachezaji ambao wamesafiri hayupo Aishi Manula. Watu wamekuwa wakioji sana. Nini mtazamo wako katika hilo? Kutoka msimu unaanza nafasi ya Aishi kwenye kikosi ilikuwa inaonekana ni ndogo sana. Kutokana na kwamba Simba walikuwa walinda milango wengi sana, lakini pia Manula alikuwa ni kama mchezaji ambaye Simba wamemtupa. Kutokana na kwamba kuna kipindi ya kuwepo kambini kabisa na taarifa zake zilikuwa zieleweki ni nini ambacho kitafuata, lakini pia mwalimu pamoja na viongozi ni kama vile walikuwa imani yao wameiweka kwa Musa Pinpin Kamara, baada ya yeye labda ndo anafuata Ali Salim ambaye amekuwa akicheza kama Kamara anakuwa hayupo au anapumzishwa. Kwa hiyo hiki ni kitu ambacho mimi sijakishangaa, kutokana na kwamba kutoka msimu unaanza ni mchezaji ambao timu nzima haijawa nyuma yake, lakini pia haijampa nafasi hiyo ambayo watu wengi pengine wanampa. Kwa hiyo ni kitu ambacho mimi kwangu mimi sijakichukulia kwa utofauti, labda kutokana kwamba kutoka msimu unaanza nilikuwa naona hivyo. Lakini Manula ni moja kati ya walinda milango ambao nchi nao na wana ubora mkubwa sana. Ninaamini kwamba anapaswa kwenda sehemu nyingine ambayo anaweza kupata heshima zaidi ya ambayo anapata, lakini anaweza akapata muda zaidi ya ambao anapata sasa hivi akiwa Simba, kutokana na quality ambayo yuko nayo na experience ambayo yuko nayo. Ni mlinda mlango ambaye
amecheza mechi nyingi sana za timu ya taifa, ana hiyo experience pamoja na exposure, lakini pia Simba imempa exposure kubwa sana. Ameifikisha Simba hatua ya robo finali ya CAF Champions League pamoja na Confederation zaidi ya mara 3 I think hapo katikati. Sio kama unaelewa. Kwa hiyo I think ni mlinda mlango ambaye kama taifa tunamhitaji na anapaswa kwenda kwenye sehemu ambayo pengine atapata muda mwingi wa kucheza ili hata timu ya taifa tuweze kumfaidi, kwa sababu mpaka sasa hivi tunaozungumza timu ya taifa haina goalkeeper namba 1. Ndio maana unaona ingia toka zimekuwa nyingi sana, na kutokuwa na goalkeeper namba 1 haimaanishi kwamba tuna walinda milango ambao wako bora sana. Hapana, ni kutokana na kwamba mwalimu anachagua pa kuegemea kwamba leo kutokana na mchezo ulivyo anatakiwa kumsimamisha yule wa JKT Tanzania yule Sulemani Yakubu I think, lakini kuna mchezo anataka kucheza Al Salim. Tungekuwa tuna mlinda mlango ambaye ana uwezo mkubwa kuliko wao kama Aisha, nina imani Aisha angekuwa anapata nafasi kwenye timu ambayo anacheza, basi lazima angekuwa anaanza kwenye timu ya taifa. Katika kikosi cha Simba Kamara anarudi kutokea majeruhi. Watu wamekuwa kioji kwamba kama ikitokea hatakuwa fit, nafasi yake anacheza Al Salim, ikiwa Aisha Manula ameachwa kama ulivyosema, ana uzoefu wa kwenye mechi kama hizo za kimataifa. Labda hii inaweza kuleta athari kwa Simba Sports Club, na hii wako katika hatua ya robo finali. Athari zinaweza kuwepo, lakini sitegemei athari za kiwango kikubwa kutokana na kwamba Al Salim ni moja kati ya walinda milango ambao kwa sasa hivi yuko na experience kidogo kwenye michuano ya kimataifa. Wanaenda kucheza Egypt, taifa ambalo mazingira ambayo unawekewa ukiwa kiwanjani yanakuwa ni magumu sana. Mashabiki wanakuwa wanashangilia sana, lakini tunajua namna ambavyo fitness zinafanyika nje ya kiwanja na nini. Na Al Salim amekumbana na hivyo vitu. Aliwahi kucheza Mohamed wa 5 pale dhidi ya Wydad kwenye mechi ambayo ilikuwa na pressure kubwa sana, mashabiki wanashangilia sana jukwani, na aliweza kuhimili vizuri tu mpaka Simba nadhani walienda kwenye hatua ya matuta kama nina kumbukumbu nzuri, na wakaenda kutolewa huko kwenye ile hatua ya nusu finali kama tutakuwa na kumbukumbu nzuri. Kwa hiyo ni mlinda mlango ambaye kwenye hostile environment anaonekana anaweza kucheza, lakini moja kati ya kitu cha kiufundi ambacho nadhani Al Salim anakikosa na Musa Kamara yuko nacho ni ile technical ability ambayo Musa Kamara yuko nayo, kwa maana ya uwezo wa kucheza mpira miguuni, kitu ambacho of course sio cha lazima sana kwa mlinda mlango. Kwangu mimi sio cha lazima sana, lakini kitu cha muhimu zaidi ambacho nadhani Al Salim ana changamoto, timing yake kwenye kusweep eneo ambalo ama space ambayo inapatikana nyuma ya safu ya ulinzi ya wapinzani. Simba mara nyingi huwa wanacheza kwenye high line, tunasema mstari wao wa mabeki unakuwa mbali sana na lango lao, kwa maana wana push kwenda kwenye eneo la juu zaidi ya kiwanja. Kwa hiyo lazima backline yao itakuwa kwenye eneo la katikati kabisa ya kiwanja. Umbali wa kutoka kwenye eneo la katikati ya kiwanja kwenda kwenye eneo la ile goal line, kwa maana ya kwenye goli lao kule, umbali huo unakuwa ni mkubwa sana. Kwa hiyo mara nyingi utahitaji mlinda mlango ambaye ana timing nzuri kwenda kusafisha hilo eneo kama mipira mirefu inapigwa na timu pinzani nyuma ya safu ya ulinzi ya timu yako. Musa Kamara anakosa hiyo ability ama timing ya kuweza kusweep kwenye hilo eneo. Sio mara moja, sio mara mbili, nimeona ana hiyo changamoto. Kwa hiyo kunaweza kuwa kuna athari kama hiyo, lakini athari ya kiuzoefu nadhani haiwezi kuwa kubwa sana kutokana na kwamba kwenye hayo mazingira amewahi kucheza na timu ya taifa pia amecheza. Kwa hiyo nadhani ni mlinda mlango ambaye hana experience kubwa sana, lakini hauwezi ukasema hawezi kuhimili hizo mazingira ambayo pengine ni magumu huko ugenini kaskazini ambako huwa wanaweka pressure kubwa sana. Steven Njema, je, kipi kinakwamisha Simba kwenda hatua nusu finali, ni kuvuka robo finali? Je, na msimu huu kitu unaona wako nacho labda kinaweza kikawasaidia kwenda hatua nusu finali? Maana watu wanaipa matumaini Simba msimu huu kuvuka ikiwa chini ya kocha Fadlu ambaye amekuwa bora kimbinu, lakini bora kucheza michezo kimataifa. Kwenye swali lako la kwanza kwamba kipi kinakwamisha Simba, unajua michuano yote ile kadri unavyozidi kwenda mbele ndivyo ambavyo michuano inakuwa migumu, na ndivyo ambavyo unaonana na timu ambazo ni material ya kwako. Kwenye preliminary level unaonana na kwenye preliminary round unaonana na timu ambazo zina ubora ambao ni wa kawaida, na ndio maana unakuta timu zinashinda mpaka magoli 7, usika unaelewa. Zinashinda mabao mengi zinavyotaka zenyewe. Lakini kadri siku zinavyozidi kwenda ushindi wa mabao mengi unakuwa ni mdogo sana. Ni kutokana na aina ya timu ambazo zinakuwepo. Kwa hiyo unapofika hatua ya robo finali, unaenda hatua ya nusu finali ambayo
inakuwa ina timu 4. Sawa? Ambazo ndio timu 4 bora kwenye mashindano inamaanisha. Kuna kitu kinaitwa uwekezaji. Haujai kudanganya hata siku moja. Leo hii hatua ya nusu finali ya CAF Champions League hauwezi kuikuta timu ambayo haijawekeza vizuri. Mimi kwa upande wangu, kwa namna ambavyo huwa natazama timu zetu za Simba na Yanga, kuna namna fulani bado hazijafikia kuwekeza kuwa timu 4 bora kwenye CAF Champions League. Sio kama unaelewa. Lakini kwa upande wangu pia, kwenye swali lako la pili nikijibu kwamba Simba labda natarajia nini kwenye hii michuano. Mimi kwa upande wangu Simba nawadai hatua yoyote zaidi ya robo finali. Kutokana na kwamba ni timu ambayo kwa miaka mingi imekuwa inaishia kwenye hatua ya robo finali, sio CAF Confederation au CAF Champions League. Kote wanaishia kwenye hatua ya robo finali. Kwa hiyo wakipiga hatua yoyote ile kwenda kwenye hatua ya nusu hapo, it's good. Kwa sababu kutokana na wakifeli wakiishia robo finali, mimi nitaendelea kuwadai kwa sababu hii sio Simba wakiishia robo finali msimu huu sio mafanikio kwao. Wamefika kwa finali mara nyingi sana. Yaani itakuwa ni eneo ambalo wanafika mara nyingi, lakini haiwezi kuwa mafanikio kwao kutokana na kwamba wamefika mara nyingi. Na kuna watu wao wanachanganya kwamba kwenye hii michuano Yanga alifika hatua ya finali kwenye msimu uliopita. Labda wanahisi Simba ndo wanadaiwa. Simba kwamba Yanga alitokea kwenye ile hali ambayo hajacheza muda mrefu mashindano ya kimataifa ni kufika hatua kama hizo. Alitokea sehemu ambapo hakuwa na mafanikio. Of course. Sitaki kuiita fluke. Sawa mafanikio ya Yanga kwenye msimu ule wa CAF Confederation Cup. Naheshimu jitihada ambazo waliweka, walikuwa na kikosi bora sana na walikuwa wanashinda comfortably, unajua. Lakini kusema ukweli, timu zetu za Tanzania kwa upande wangu bado hazina standard ya kucheza finali kwa muendelezo. Hauwezi leo hii hata Young Africans kama angecheza Confederation yani ukaweka hiyo hatua ya finali kuwa standard level ya sisi kufika. Sio standard yetu. Kwa hiyo ndio maana nimesema Simba simdai hatua ya finali kwa sababu ya Yanga alifika finali. Kutokana na kwamba hatua ya finali sio standard yetu. Yaani standard yetu sasa hivi sisi ambayo tunasema ni standard ni hatua ya robo finali. Kwa hiyo mtu akivuka hapo unampongeza. Sio kama unanielewa. Kwa hiyo for me Simba akifika hatua ya nusu finali kwa mfano kwenye hii michuano siwezi kumdai chochote eti kwa kupitia kile ambacho alikifanya Yanga kwenye msimu huu. Neno la mwisho nawaambiaje wadau wa soka sasa? Wadau wa soka bana, kwanza wanatakiwa waendelee kufuatilia J&R Mtita TV, lakini tuendelee kupenda mchezo wa soka, tusipende timu ili mwisho wa siku hata tunavotoa comments tunatoa comment ambazo zina uhalisia. Mimi nawapenda sana na waendelee kutazama J&R Mtita TV. Mimi nikushukuru sana bwana Steven Njema. Asante pia. Leo niko sehemu ambapo panaweza kubadilisha muonekano na taswira yako kwa sasa. Niko hapa J&R Mtita Unisex Saloon. Dada, mama, kijana ambaye unataka muonekano mzuri, kupendeza kwako ndio fahari yetu. Na tuko hapa kwa ajili ya kuhudumia, njoo tukupendezeshe leo. Kwa huduma zote za saluni ya kike, basi sehemu sahihi kwako ni J&R Mtita Unisex Saloon Mikwambe. Usiogope muonekano wa saluni zetu kama vile ambavyo zinaonekana. Ukifika hapa push au vuta, ingia nani, nenda kahudumiwe kwa mitindo yote ya nywele ambayo sasa hivi iko bora na ina trend hapa town. Bei ni nafuu sana kama nilivyokuambia, simple makeup kwa shilingi 5,000. Unaweza kupata wapi sehemu ambapo unaweza kupata bei kama hii kwa simple makeup? Bali na hapo tuna bodre kwa shilingi 3,000 tu za Kitanzania. Kuosha pamoja na kuseti ni shilingi 2,000 tu za Kitanzania. J&R Mtita Unisex Saloon, karibu upendeze kama mimi vile ambavyo nakaribia siku hii ya leo. Muonekano wa saluni zetu ni nzuri kabisa, lakini pia kitu kizuri ni kwamba wahudumu wetu wanatoa huduma nzuri, na ndio maana nimekuambia karibu siku zote upendeze. Vifaa bora kabisa, full AC, yani ukifika hapa no sweat. Na kama nilivyokuambia tunapatikana Mikwambe, Maliasili. Ukiwa unatoka feri unapanda gari za Tuangoma au Kibada, unashuka kituo kinaitwa Maliasili, mkono wa kushoto ndipo ambapo saluni zetu zinapopatikana. Tembelea leo kupitia ukurasa wa Instagram kwa jina la @official_JRMtita_unisex. Karibu upendeze.